Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa. Karibu katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 24 ya mwezi Juni mwaka 2026. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa New York, Marekani. Karibu kusikia tuliokuandalia. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini IMO limetangaza mpango wa kuwaondoa zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika mlango bahari wa Hormuz kufuatia makubaliano ya amani kati ya Iran na Marekani yaliyolenga kurejesha usalama wa usafiri wa baharini katika eneo hilo. Arnold Kayanda amefuatilia hatua hiyo. Karibu Arnold, tufahamishe zaidi. Asante Lea. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumanne, Juni 23 na IMO, na kama ulivyokwisha kueleza, hili ndilo shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na usafiri wa baharini. Katibu mkuu wake Arsenio Dominguez amesema shirika hilo litaanza kutekeleza operesheni kubwa ya uokoaji wa mabaharia kwa ushirikiano na nchi za eneo hilo pamoja na Marekani na sekta ya usafiri wa majini. Operesheni hiyo ya uokoaji inafuatia miezi kadhaa ya mvutano na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia yaliyotikisa mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini duniani na kuacha maelfu ya mabaharia wakikwama katika eneo hilo. Dominguez ameyakaribisha makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani, akiyataja kuwa hatua muhimu ya kurejesha usalama wa baharini na kukomesha mashambulizi dhidi ya meli za biashara. Amenukuliwa akisema, baada ya miezi kadhaa ya mateso na hali ngumu kwa maelfu ya mabaharia wasio na hatia pamoja na athari hasi kwa dunia nzima, ninapokea kwa furaha kubwa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran. Mkuu huyo wa IMO pia ametoa heshima kwa mabaharia 14 waliopoteza maisha wakati wa mzozo huo, akisema huduma na kujitolea kwao katika kuwezesha biashara ya dunia havitasahaulika. Shirika hilo limesema limepata dhamana ya usalama na kuthibitisha kuwepo kwa mazingira salama ya urambazaji ili kuwezesha operesheni hiyo. Aidha, Dominguez amesisitiza dhamira ya IMO ya kuwalinda mabaharia na kuhakikisha biashara ya dunia inaendelea kupitia mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini duniani. Tunabaki kujitolea kikamilifu kuhakikisha usalama wa mabaharia na mwendelezo wa biashara ya dunia, amesema. Jambo jingine ambalo limesemwa ni kwamba meli inaweza kuanza kuratibu njia yake ambayo wanatarajia kupita, na wanaweza kufanya hivyo kwa kuwasiliana na mamlaka husika ya nchi ya pwani, na hapo inazungumziwa Iran na Oman. Vile kila nchi ya pwani imechapisha maelekezo kuhusu namna ya kupita katika eneo hilo, ikiwemo taarifa za mawasiliano kwa ajili ya uratibu. Meli zinashauriwa kuzingatia kikamilifu njia au mikondo ya usafiri walioelekezwa kutumia na kuepuka mawasiliano yasiyo ya lazima ili kuimarisha usalama wa upitaji. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya usafiri wa baharini ambapo sehemu kubwa ya mafuta na bidhaa za biashara duniani hupita. Hivyo utulivu katika eneo hilo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na masoko ya nishati duniani, na kwa vyovyote vile tutaendelea kukuletea taarifa hii kinaga ubaga zaidi. Mathalan, ni kudokeze tu kwa sasa, miongoni mwa miongozo iliyotolewa ni kwamba meli zote zisalie katika maeneo zilipokuwa hadi yatakapotolewa maelekezo mengine. Kwako Lea. Asante Arnold. Tuelekee barani Afrika. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu OHCHR imetoa ripoti kuhusu ongezeko kubwa la ukatili wa kingono unaohusiana na mzozo nchini Sudani tangu mapigano yalipoanza zaidi ya miaka 3 iliyopita. Ofisi hiyo imekumbusha jumuiya ya kimataifa umuhimu wa kuhakikisha haki na uwajibikaji vinapewa kipaumbele wakati juhudi za kusitisha mapigano na kutafuta suluhu ya mzozo huo zikiendelea. Tupata taarifa zaidi kutoka kwa Selina Cherobon. Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kutoka Nairobi, Kenya, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu Saif Magango alianza kwa kutoa takwimu za matukio yaliyothibitishwa. Kulikuwa na angalau matukio 546 ya unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro nchini Sudan kati ya tarehe 15 Aprili mwaka 2023 hadi katikati ya Aprili mwaka huu, ambayo yamewaathiri angalau watu 838. Hii ni kulingana na uthibitisho tuliofanya sisi wenyewe. Lakini takwimu hizi zinawakilisha sehemu ndogo tu
kwani matukio mengi hayajaripotiwa. Magango alieleza pia ukubwa wa ukatili huo. Karibu robo ya matukio yaliyorekodiwa yalihusisha ubakaji wa magenge. Katika tukio moja, msichana alibakwa na genge la takriban watu 10. Akizungumzia wahusika wa matukio hayo, Magango alisema, matukio mengi tuliyoyathibitisha yaliwahusisha wanaume waliovaa sare za kikosi cha usaidizi wa haraka, yani RSF, washirika wao na wanamgambo wa Kiarabu. Baadhi ya matukio pia yamehusishwa na jeshi la Sudan, washirika wake na wanamgambo wanaohusiana nao. Ofisi ya haki za binadamu wakakumbusha jumuiya ya kimataifa kuhakikisha suala la haki halisahauliki. Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuhakikisha kwamba haki na uwajibikaji vinabaki kuwa sehemu muhimu katika kuunga mkono juhudi za kusitisha mapigano na utatuzi wa mgogoro. Ofisi hiyo pia imezisihi pande zote katika mgogoro nchini Sudan, miongoni mwa mambo mengine, kuchukua hatua madhubuti na zinazoweza kuthibitishwa ili kuzuia unyanyasaji wa kijinsia, kwani baadhi ya matukio waliothibitisha ni uhalifu wa kibinadamu. Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe. Tunaendelea na jarida. Katika kipindi ambacho idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani inaendelea kuongezeka kutokana na migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za kiuchumi, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ametuma ujumbe wa mshikamano kwa kutembelea makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP mjini Roma nchini Italia wiki hii. Ziara hiyo imeangazia umuhimu wa kuimarisha juhudi za kimataifa katika mapambano dhidi ya njaa. Flora Nducha anayo taarifa zaidi. Msikilizaji, katika ishara hii ya mshikamano na mamilioni ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani, Papa Leo wa 14 amezuru ofisi hizi za makao makuu ya shirika la WFP hapa mjini Roma, Italia. Akiwa ameandamana na viongozi wa shirika hilo, Papa ametembelea ukuta wa kumbukumbu ya wafanyakazi waliopoteza maisha wakitekeleza majukumu yao na kisha akaweka shada la maua. Baada ya hapo, akasimama kwenye mimbari kuzungumza na bodi ya utendaji pamoja na wafanyakazi wa WFP kutoka maeneo mbalimbali duniani. Katika hotuba yake, Papa Leo amesema, njaa sio tu tatizo la kibinadamu, bali pia ni tishio kwa amani na maendeleo ya dunia. Ni zaidi ya hofu ya masuala ya kibinadamu. Njaa inamomonyoa mshikamano wa kijamii, inaongeza hatari ya migogoro na kuchochea kuwalazimu watu kufunga virago na kuhama makazi yao. Kwa mujibu wa WFP, ziara hiyo imekuja wakati dunia ikishuhudia ongezeko kubwa la mahitaji ya msaada wa chakula kutokana na migogoro, majanga tabia nchi na changamoto za kiuchumi zinazoathiri mamilioni ya watu, hasa wakati huu ambapo ukata wa fedha umeongeza shinikizo. Akizungumza na wafanyakazi wa WFP wanaohudumu katika maeneo yenye migogoro na majanga, Papa ametoa pongezi kwa juhudi zao za kuokoa maisha na kuwafikia walio katika mazingira magumu zaidi. Pia ameonya kuwa njaa kuendeleza mzunguko wa udhaifu katika jamii na hatimaye kuathiri jumuiya nzima ya kimataifa. Hivyo amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na tatizo hilo. Ziara hiyo ya Papa Leo wa 14 katika makao makuu ya WFP inaonekana ni kama ujumbe wa matumaini na wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za pamoja kuhakikisha hakuna mtu anayelala njaa katika dunia yenye uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kwa kila mmoja. Shukrani sana Flora Nducha kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada. Tukutane tena kesho na tutakuletea mada kwa kina, ambapo tumezungumza na mdau kutoka shirika la kusaidia watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Lakini kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali kupitia mtandao wa X na YouTube. Tafuta habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Nasema asante na kwaheri.